Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuhabarishe yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo nchini Tanzania. Hatimaye kundi la Gen Z Tanzania maeneo ya Dodoma na Dar es Salaam wamewasilisha barua ya kutoa taarifa rasmi ya maandamano ya amani Disemba tarehe 9 kwa RPC Jumanne Muliro. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla tusonge mbele. Joto la kisiasa nchini Tanzania linaendelea kuongezeka huku wimbi jipya la uhamasishaji wa raia linaloongozwa na kundi linalojiita Gen Z wa Tanzania wa nchi hii likizidi kufuatia wiki za mvutano wa kitaifa, madai ya ukiukaji wa haki za binadamu na uwajibikaji wa uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 pamoja na uwajibikaji na haki kwa waliouawa wakati wa maandamano ya siku hiyo. Katika hatua ya kijasiri na iliyoratibiwa, kundi hilo la vijana wa Gen Z wa Tanzania limewasilisha rasmi barua ya maandishi kwa kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro wakitaka ama kutangaza nia yao ya kufanya maandamano Disemba tarehe 9, siku ya uhuru wa Tanzania. Kikundi hicho cha Gen Z wa Tanzania kilimtembelea mwenyewe ofisi ya Jumanne Muliro, kamanda wa polisi mkoani humo Dar es Salaam, na kufikisha taarifa hiyo kwa msaidizi wake baada ya kuelezwa kuwa kamanda huyo hayupo wakati huo. Baadaye walithibitisha kupitia simu kwamba barua hiyo ilipokelewa rasmi na uongozi wa polisi katika ofisi hiyo. Vitendo vyao vilirekodiwa katika klipu ya sauti ambayo tangu wakati huo imekuwa ikienea na kutrend sana mitandaoni, ikichukua mbinu yao ya utulivu ya kiutaratibu na kuangazia msisitizo wao wa kufanya kazi kikamilifu ndani ya mfumo wa kikatiba wa Bunge la Amani na kuandamana kwa amani tarehe hiyo Disemba tarehe 9. Waandalizi vijana wanasema maandamano hayo ya Disemba tarehe 9 maarufu mtandaoni yaliyopewa jina la #D9 yani #December9 yatatumika kama jukwaa la kitaifa la kudai haki, uwajibikaji na uwazi kufuatia ghasia za uchaguzi wa hivi majuzi. Wanasisitiza kwamba maandamano hayo hayana nia ya kuzusha machafuko au fujo, bali ni kuwaenzi vijana waliouawa, kujeruhiwa au kuzuiliwa wakati wa maandamano ya awali hivi majuzi, hasa wale walioteseka sana katika wiki za machafuko zilizofuatia uchaguzi wa Oktoba. Uungwaji mkono wa maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 9 Disemba umeenea sana katika mitandao ya kijamii sasa, huku maelfu ya vijana wa Kitanzania mijini na vijijini wakishiriki kazi za sanaa, video, maelezo ya sauti na wito wa kuchukua hatua, kuwahimiza wananchi kuungana nao katika maandamano hayo ya amani. Wengi wanaona maandamano haya ya Disemba tarehe 9 kama hatua ya mabadiliko ya kizazi, mwamko wa vijana wa Gen Z wanaodai mageuzi ya kisiasa yenye maana na kusisitiza kwamba serikali lazima iheshimu haki zao za kikatiba. Vuguvugu hili limepata mvuto kiasi kwamba wachunguzi kadhaa wa masuala ya kisiasa wanalielezea kama mojawapo ya vitendo vya vijana wa ngazi ya chini vilivyopangwa katika historia ya hivi karibuni ya Tanzania. Kufikia sasa polisi hawajatoa uamuzi wowote rasmi kuhusu iwapo maandamano hayo yataruhusiwa au la, jambo ambalo limechangia zaidi wasiwasi na uvumi. Wataalamu wa sheria na asasi za kiraia nchini Tanzania wamevitaka vyombo vya sheria kuzingatia katiba na kufuata taarifa au barua hiyo iliyotolewa, pia wakibainisha kuwa maandamano ya amani ni haki ya kikatiba inayotambulika kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Viongozi kadhaa mashuhuri wa kidini pia wametoa wito kwa serikali na polisi kuwapa nafasi vijana hao kujieleza ama kueleza wasiwasi wao kwa amani, wakisema kuwa kukandamiza upinzani kutazidisha mivutano ya kitaifa. Matukio haya ya hivi punde yanatokea wakati ambapo Tanzania bado inapambana na mawimbi ya kisiasa yaliyofuatia uchaguzi wa Oktoba tarehe 29. Ripoti za mauaji, watu kupotea na kutumia nguvu kupita kiasi kutoka kwa mashirika ya usalama zimekosolewa na mashirika ya haki za binadamu, makundi ya upinzani na taasisi za kidini. Vijana ambao ni wengi katika jamii wamekuwa wakizungumza mitandaoni, hasa kwenye majukwaa ya kidijitali, wakiandika madai ya unyanyasaji na kutaka serikali itoe majibu na haki kuhusiana na wale waliotoweka au kuuawa au wale waliokamatwa wakati wa ukandamizaji wa baada ya uchaguzi. Malalamiko mengi yaliyotolewa kabla ya maandamano hayo ya tarehe 9 Disemba yanaakisi wito wa awali wa viongozi wa kisiasa na kidini ambao wameonya kuwa nchi iko katika njia panda na njia hatari. Ujumbe huo uliwagusa sana vijana wa Kitanzania
ambao wengi wao sasa wanataja kauli ya maaskofu kama uhalali wa kimaadili kwa maandamano yajayo. Katika wiki za hivi majuzi, viongozi kadhaa wa upinzani wakiwemo wanaharakati wa Gen Z, waandaaji wa jamii na viongozi wa wanafunzi, hasa na wanaharakati kama vile Maria Sarungi na Mange Kimambi na kina Hilda Newton wamekosoa waziwazi taasisi za serikali ya CCM kwa kile wanachoeleza kama jaribio la kimfumo la kunyamazisha upinzani au watu ambao wanapinga chaguzi pamoja na serikali. Wanasema kuwa serikali imeitikia wito halali wa haki kwa vitisho, kukamatwa kiholela na ufuatiliaji wa kupita kiasi. Mazingira hayo, wanasema wanaharakati hao, yanaimarisha tu azimio lao la kuendelea na maandamano ya Disemba tarehe 9 ambayo wanayaona kuwa ya amani, ya wajibu wa kizalendo badala ya kitendo cha uchochezi. Waandaaji hao wamesisitiza mara kwa mara kuwa maandamano ya Disemba tarehe 9 ni onyesho la umoja na uponyaji wa kitaifa unaokusudiwa kurejesha imani kwa taasisi za umma ambazo wanaamini zimeenda mbali sana na watu wanaowahudumia. Baadhi ya wanaharakati wameunda maandamano hayo kama hatua ya mabadiliko kulinganishwa na nyakati za awali za kihistoria nchini Tanzania, wakati raia walipoamka kwa amani kudai mageuzi na uwajibikaji zaidi kutoka kwa wale walio madarakani. Mwendelezo wa maandamano hayo ya Disemba tarehe 9 yanakuja huku kukiwa na mazungumzo mapana ya kitaifa kuhusu mustakabali wa uhuru wa kidemokrasia nchini Tanzania. Makundi mengi yanayoongozwa na vijana yanahoji kuwa uchaguzi wa Oktoba ulifichua udhaifu mkubwa wa kitaasisi na kupungua kwa nafasi ya kiraia, ambapo sauti zinazopingana zinafanywa kuwa za jinai haraka na viongozi wa upinzani wanazuiliwa kwa mashtaka wanayosema yanachochewa kisiasa. Wanasema kukamatwa kwa viongozi kadhaa wa kisiasa katika wiki zilizopita, ikiwa ni pamoja na ukosoaji wa wazi wa mchakato wa uchaguzi kama ushahidi wa serikali isiyo tayari kuvumilia uchunguzi na upinzani. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kinachofanya maandamano haya yaliyopangwa Disemba tarehe 9 kuwa muhimu hasa ni sababu ya idadi ya watu. Vuguvugu hili haliongozwi na vyama vya kisiasa vya kitamaduni au wanaharakati wa kongwe, bali kulingana nao vinaongozwa na kizazi kipya cha vijana wenye ujuzi wa kidijitali au mtandaoni, walio na mtandao wa hali ya juu ambao wanafanya kazi nje ya mifumo ya kisiasa ya kawaida. Uwezo wao wa kuhamasisha umati mkubwa kulingana nao ni wa haraka na kueneza habari kwao ni haraka katika majukwaa ya mitandao ya kijamii. Sasa umewaacha mamlaka bila uhakika wa jinsi ya kujibu bila kuhatarisha upinzani zaidi wa umma. Licha ya kutokuwa na uhakika kuhusu idhini ya maandamano hayo, waandaaji wa Gen Z ambao wanadaiwa kuwa ndo kundi linaloandaa maandamano hayo ya Disemba tarehe 9 wameendelea kukutana na timu za kisheria, vikundi vya haki za kiraia na waratibu wa kujitolea ili kuhakikisha kuwa maandamano hayo yanasalia kuwa ya amani na yanakidhi mahitaji yote ya kisheria na kikatiba. Licha ya baadhi ya Watanzania kupinga maandamano hayo, familia za wahasiriwa ambao waliuawa au kutoweka au kukamatwa baada ya uchaguzi pia wameelezea kuunga mkono maandamano hayo, wakielezea kama nafasi ya huzuni yao kutambuliwa hadharani. Wazazi kadhaa wameiomba serikali kuruhusu maandamano hayo kuendelea, wakisema tayari wamepata hasara kubwa na wanataka tu haki, kufungwa na uwajibikaji. Tarehe 9 Disemba inapokaribia, hali ya anga nchini Tanzania ni ya wasiwasi, lakini pia imejaa matarajio. Raia wengi wanaamini kuwa siku zijazo zitafichua ikiwa serikali ya CCM iko tayari kukumbatia usemi wa kidemokrasia au ikiwa itajibu tena kwa kukandamiza na nguvu. Kwa waandaaji wa maandamano hayo ya Disemba tarehe 9, maandamano hayo wanasema ni zaidi ya maandamano, ni ishara ya udhabiti na ombi kwa nchi ya Tanzania ambayo amani imekita mizizi katika haki, ukweli na uwazi. Wakati huo huo, viongozi wa kitaifa wametakiwa kuchukua hatua madhubuti ili kupunguza mvutano huo, ikiwa ni pamoja na kufanya mazungumzo na mashirika ya vijana, kuachilia wafungwa wa kisiasa na kufanya uchunguzi wa uwazi kwa waliodhurika katika kipindi cha uchaguzi. Baadhi ya wachambuzi wanahoji kuwa huu unaweza kuwa wakati muhimu kwa uongozi wa Tanzania kujenga upya imani ya umma au kuhatarisha kuitumbukiza nchi katika mashaka ya kisiasa tena. Mtazamaji, ni hayo tu, ningependa unijuze maoni yako upande wa comment section kuhusiana na ripoti hizi za Gen Z kupeleka barua kwa Jumanne Muliro. Vile like video hii kisha subscribe.